Na kusalimu tena katika jina la Yesu Kristo. Karibu tena katika mafundisho yetu ya siku ya leo, na kichwa chetu cha siku ya leo kinasema kwa nini Warumi walikuja baadaye kukubali Ukristo baada ya kutesa. Na kabla hatujaingia katika fundisho letu la siku ya leo, ningetaka tujikumbushe tu yale ambayo tulikuwa tumejifundisha katika somo letu la awali, ambalo kichwa chake kilikuwa ni kwa nini Uyahudi ulipungua baada ya mwaka wa 70 AD. Na tunaona ya kwamba ulipungua kwa sababu mji wa Yerusalemu, ambao ndio ulikuwa mji mkuu wa nchi yao, ulikuwa umeisha chukuliwa mateka, ukaharibiwa. Vile vile tukaona ya kwamba hekalu ambalo lilikuwa ni muhimu sana katika dini ya Kiyahudi ilikuwa imebomolewa, bidhaa za ibada zikawa zimechukuliwa, na vile vile tukaona ya kwamba Wayahudi wengi waliweza kuuawa, wengine wakaweza kukimbilia katika nchi za nje. Tukaona ya kwamba ukuhani uliweza kusabaratika, sikukuu nyingi ambazo zilikuwa zinafanyika zikawa zimekoma, na mahali pia pa ibada pakawa sasa hamna tena, na ikawa sasa walikuwa sasa wanafanyia ibada zao katika masinagogi ambako walifundishwa Taurati, walifanya maombi, na vile vile wakaabudu pale bila kufanya sadaka zozote za wanyama. Kwa hivyo tunapoingia katika somo letu la siku ya leo, tunaona ya kwamba katika karne ya mwanzo ufalme wa Urumi ulitesa sana Wakristo, na Wakristo walikamatwa, wakafungwa, wakatupwa gerezani, na hata wengine wakaweza kuuawa. Lakini jambo la kushangaza ni hili: baada ya muda, Warumi wale waliowatesa Wakristo walikuja kukubali dini hii ya Kikristo, na baadaye Ukristo ukawa dini yenye ushawishi mkubwa ndani ya dola hiyo ya Urumi. Lakini swali ni je, kwa nini jambo hili lilitokea? Tutaweza kujibu swali hilo tukifuatilia hoja 10 ambazo tuko nazo siku ya leo, ambazo zitatueleza kinaga ubaga kwa nini Warumi waliweza kukubali Ukristo baada ya kuutesa kwa muda mrefu. Na hoja yetu ya kwanza inasema Wakristo hawakutoweka licha ya mateso. Na kwa hivyo tunaona Warumi walidhani mateso pengine yangeangamiza kanisa, lakini kadri walivyowatesa waumini ndivyo walivyozidi kuongezeka, na vile vile ndivyo makanisa yalivyozidi kujengwa. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 5 mstari wa 39, Biblia inasema kwamba msije mkaonekana kumpinga Mungu. Kwa hivyo fundisho ambalo tulipata hapa ni kwamba kazi ya Mungu haiwezi kuzimwa kwa nguvu ya binadamu. Na katika hoja ya pili ni kwamba ushuhuda wa Wakristo uliwashangaza wengi. Tunaona kwamba Wakristo walionyesha maisha tofauti kabisa, manake walipendana, waliwasaidia maskini, waliwatunza wagonjwa, waliwasamehe adui, na vile vile hawakuogopa kifo. Watu wengi wa Roma walifutiwa na maisha hayo, na fundisho ambalo tunalijifundisha ni kwamba tabia njema hufungua mioyo ya watu kuliko hoja zake. Tunapoangalia hoja ya tatu ni kwamba miungu ya kipagani haikuwaridhisha watu, na tunaona ya kwamba dini nyingi za Kirumi zilikuwa na sanamu nyingi, ibada za kifalme, na hadithi za miungu isiyoleta tumaini la kweli. Kwa hivyo watu wengi walitamani ukweli, wakatamani msamaha, uzima wa milele na Mungu mmoja wa kweli. Kwa hivyo Ukristo uliweza kuyatoa haya yote. Katika kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 14 mstari wa 6, Biblia inasema mimi ndimi njia na kweli na uzima. Na fundisho ambalo tunalipata hapa ni kwamba watu huja kwa Kristo wanapochoshwa na dini zisizotoshelesha. Tunapoangalia hoja ya 4 ni kwamba Ukristo uliwafikia watu wa tabaka zote. Ukristo haukubagua, bali watumwa, wanawake, maskini, askari, wasomi,
na matajiri wote. Hii iliufanya ujumbe wake kuenea kwa kasi. Katika kitabu cha Wagalatia sura ya 3 mstari wa 28, Biblia inasema kwamba nyote mmekuwa mmoja katika Kristo Yesu. Na hapa tunajifunza kwamba ujumbe unaokubali wote huwa na nguvu ya kuenea. Katika hoja ya 5 ni kwamba mitandao ya barabara na lugha ya Roma ilisaidia sana katika kukuza Ukristo. Tunaona ya kwamba ufalme wa Kirumi uliweza kujenga barabara nzuri, bandari nzuri, ulikuwa na usalama wa usafiri katika sehemu nyingi, na vile vile lugha ya kawaida ambayo ilikuwa wakati huo ni Kigiriki na Kilatini iliweza kutumika wakati huo. Kwa hivyo wamishonari kama Paulo waliweza kusafiri kwa urahisi. Fundisho ambalo tunaweza kujifunza hapa ni kwamba Mungu anaweza kutumia miundombinu ya dunia kueneza Injili. Katika hoja ya 6 ambayo inasema viongozi wengine wa Roma waliona hawakuwa hatari. Baadhi ya watawala wa Kirumi waligundua kwamba Wakristo wengi walikuwa waaminifu, wafanyikazi wazuri, wenye maadili, wasiotaka mapinduzi ya kisiasa. Kwa hivyo tatizo lao kuu lilikuwa kukataa kuabudu Kaisari kama Mungu. Na fundisho tunalolipata hapa ni kwamba wakati ukweli unapojulikana, chuki hujitenga. Katika hoja ya 7, mabadiliko ya Constantine the Great. Kwa hivyo tunaona ya kwamba hatua kubwa ilikuja wakati wa Constantine the Great katika karne ya 4. Katika mwaka wa 313 kulitolewa kile ambacho kilikuja kujulikana kama the Edict of Milan. Na hati hii iliruhusu Ukristo kuabudiwa kihalali. Baadaye Constantine aliupa Ukristo ulinzi na nafasi. Na fundisho tunalolipata hapa ni kwamba Mungu anaweza kubadilisha hata watawala. Katika hoja ya 8 ni kwamba baadaye Ukristo ukawa dini yenye ushawishi mkubwa. Kwa hivyo baada ya muda makanisa yalijengwa, viongozi wa kanisa wakawa na ushawishi, na vile vile imani ya Kikristo ikaenea kote katika dola ya Urumi. Katika mwaka wa 380 chini ya Theodosius wa kwanza, Ukristo wa Nikea ulipata hadhi rasmi ya dola. Na fundisho ambalo tunalipata hapa ni kwamba kilichodharauliwa leo kinaweza kuinuliwa kesho. Katika hoja ya 6 ni swali ambalo linasema, je, kwa nini hili ni muhimu? Tunaona ya kwamba ni kwa sababu inaonyesha, 1, ukweli hushida upinzani wa muda, na 2, mateso hayawezi kuzuia Injili, 3, maisha matakatifu hufuta mataifa, na 4 ni kwamba Mungu hutawala historia. Katika hoja ya 10 ni onyo ambalo ni onyo la kiroho, ambapo tunaona ya kwamba Ukristo ulipopata nguvu za kisiasa, changamoto mpya pia zilikuja. Kwa mfano, siasa zikaweza kupenya kanisani, dini ya jina bila toba ikaingia, alafu pia tukaona mamlaka yakawa sasa yamechanganyika na imani. Na kwa hivyo ushindi wa nje tunaona si sawa na usafi wa ndani. Tunapofikia kikomo ni kwamba Warumi walikubali Ukristo si kwa sababu upanga ulishinda, bali kwa sababu zifuatazo: 1, Injili iliguza mioyo ya watu; 2, ushuhuda wa waumini ulikuwa na nguvu; 3, mateso hayakuumiza kanisa; na 4, Mungu alibadilisha nyakati na watawala. Na tunapofika kikomo, kuna sehemu ya Biblia hapa ambayo tutaisoma, kitabu cha Mathayo sura ya 16 mstari wa 18, ambayo inasema, nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Kwa hivyo kwa hayo na kutakia kila laheri
Mungu wetu akubariki na kutendea mema. Najua ya kwamba pia siku hii ya leo umeweza kujifunza mengi ambayo yanahusu ufalme wa Kirumi na dini ya Kikristo. Mungu akubariki na kutendea mema. Shalom.